Wakitoa kilio chao kwa mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati Shabani Mpendu, wajasiriamali hao wanaeleza. Lakini sisi tukua hapa na wakubwa walitutembelea, wametutembelea biashara zetu, lakini mpaka sasa hivi hatukupata kitu chochote. Matokeo yake hapa juzi tunasikia mipitisho majina matatu, wengine hayakupita, na walitembelea biashara zetu na wakasema biashara zenu zipo vizuri, lakini matokeo yake mpaka leo hakuna chochote kile tulichokiona. Nataka kufanya kilimo cha umwagiliaji niweze kushika mkono, kwa sababu natumia nguvu nyingi, sioni natumia kuwalipa watu gharama kwa kazi zote, kwa sababu nawategemea watu waweze kunifanyia kazi na niweze kuwalipa pesa. Sanginewe kipato changu kinapungua. Naomba niweze kupata katika huo mkopo wa walemavu. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati Shabani Mpendu amesema serikali itaendelea kutoa mikopo hiyo kwa misingi ya haki na uwazi, huku akisisitiza elimu izidi kutolewa. Lengo la Mheshimiwa Rais kwamba vijana wote wapate mikopo, akina mama wote wapate mikopo, na wenye mahitaji maalum wote wapate mikopo. Pesa zipo za kutosha. Pesa ni nyingi kuliko waombaji. Lakini sasa kwa sababu hizi ni fedha, zinakuwa na utaratibu wake. Sasa hii lengo ni kwamba kila mtu anufaike. Kwa hiyo kama hukupata mara hii, utapata mzunguko mwingine utakapokuja. Na kama alivyosema kwamba mikopo inatolewa kwa uwazi. Ukikosa unaelezwa, bwana wewe umekosa kwa sababu hizi. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kwenda kurekebisha zile sababu, unaomba tena. Afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya mji wa Babati, Ali Kombo, ameeleza sababu kuu ya baadhi ya vikundi hivyo kukosa mikopo. Kama ni mfanyabiashara, ni lazima uwe na leseni za biashara. Kwa nini leseni ya biashara? Kwa sababu hizi hela mnazochangia kidogo kidogo halmashauri ndio na sisi tunazichukua tunaleta kwenu wananchi. Kama ni bodaboda, ni lazima uwe na leseni ya udereva. Kwa nini leseni ya udereva? Tunakukabidhi chombo cha moto. Kwa bahati mbaya unaweza ukaingia barabarani ukapata ajali. Kama huna leseni, ile pikipiki imepotea. Awamu iliyopita tulikagua vikundi, bado hatujamaliza, tuko kwenye hatua za mwisho za kutoa mkopo. Kwa wale waliopata tutawataarifu kwa barua kuwa nyinyi mmepewa mkopo kiasi fulani. Wale ambao hawajapata vile vile watataarifiwa kwa barua kwa nini hawajapata na sababu zinazopelekea wao kwa nini hawajapata. Kama walikuwa hawana leseni wataonyeshwa pale. Mlikuwa hamna leseni za biashara, mlikuwa hamna leseni za udereva. Katika watu 5 walioomba mkopo tumewaona 2 tu, 3 hawajakuwepo. Kwa hiyo mtuletee hao watu 3 tuwaone kikundi chote ili tusitoe fedha kwa vikundi hewa. Kutoka Babati Manyara, mimi ni John Walter.